Tulikuwa na wiki fulani hivi ka international break, michezo mbalimbali kwenye mabara mbalimbali, kwa maana timu za taifa mbalimbali zikiwa zinacheza. Kwa maana hapo tumeshuhudia barani Ulaya huko pamoja na mabara mengine timu zikiwa zinacheza, Tanzania pia imecheza na nini. Lakini kwa mataifa mbalimbali, mataifa ambayo yamekuwa na wachezaji ambao wanatazamwa sana, wachezaji takribani watatu wameingia kambani katika michezo yao miwili ya kufuzu kombe la dunia 2026. Mchezaji mmoja tu ambaye hajapata nafasi hakuingia kambani, na tunaelewa kwa sababu hajapata nafasi. Huenda pia angeweza kupata nafasi lakini asiscore. Lakini kubwa zaidi ni namna tu ambavyo timu zao au mataifa yao tayari yameshafuzu kwenda kwenye kombe la dunia. Hapo namzungumzia mtu kama Harry Kane ambaye yeye Uingereza tayari ilishafuzu kombe la dunia 2026. Nitamzungumzia the same pia Kylian Mbappe ambaye kwenye mchezo wao wa kwanza wiki ile iliyopita mwanzo aliscore pia na yeye, lakini pia jana wakati wakiwa wamecheza hakufanikiwa kuingia kambani. Lakini pia kwa Erling Haaland ambaye yeye story kubwa watu wengi walikuwa wanambeza zaidi namna ambavyo timu yake ya taifa imekuwa ikimwangusha kwenye kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali, issue za Euro na nini, issue za kombe la dunia na nini. Lakini toka miaka iliyoenda, mwisho wa siku Erling Haaland ana score goal, anaingia nyavuni na timu yake pia inafanikiwa kufuzu kwenda kombe la dunia 2026. Na sio tu kwamba imeshinda na imefuzu, bali imeifuzu dhidi ya nani? Lakini pia imeshinda dhidi ya nani? Ni dhidi ya Italia, ambao wengi wanamfahamu Italia inapokuja kwenye suala la michuano mikubwa au kwenda kwenye michuano mikubwa. Lakini mwisho wa siku walikubali kichapo mbele ya Hungary na ya Norway, na mwisho wa siku Norway wanafanikiwa kwenda kwenye kombe la dunia. Wengi wanaangalia zaidi Erling Haaland, lakini pia wanamwangalia Lamine Yamal, wanamwangalia pia Kylian Mbappe, the same pia kwa kijana mdogo kabisa Musiala ambaye yeye tunajua alikuwa na injury, lakini mpaka kuelekea kwenye kombe la dunia atakuwa amesharejea uwanjani kwa sababu tayari ameshaanza mazoezi. Lakini pia Harry Kane ambaye na yeye amekuwa hacheki na nyavu, anapopata nafasi yeye anasko. Kylian Mbappe ambaye na yeye inapokuja kwenye issue ya kombe la dunia ameshachukua tuzo ya mchezaji chipukizi kwenye kombe la dunia na akalibeba kombe lenyewe la dunia mbele ya Croatia 2018 akiwa anacheza na Croatia, lakini pia 2022 ambapo alicheza fainali dhidi ya Argentina ambaye Argentina alikuwa bingwa. Lakini Kylian Mbappe aliscore magoli matatu katika mchezo huo, na mwisho wa siku amekapoteza ubingwa mbele ya Argentina kwa mikwaju ya penalti. Tunafahamu ubora wa Kylian Mbappe inapokuja kwenye hii michuano mikubwa. Issue sasa iko kwa huyu Haaland ambaye wengi walikuwa wanambeza, lakini mwisho wa siku amefanikiwa kufuzu kwenye kombe la dunia na timu yake. Je, ataenda kutoboa? Haaland ataenda kuendeleza ule ubora wake ambao amekuwa akifanya huku kwenye timu ya taifa? Amescore magoli kwa msimu huu, tayari ameshafunga magoli mengi sana, lakini pia kwenye mechi 20 amefunga magoli 35 ikiwa goli moja tu la penalti. Unaona namna ambavyo ubora wake ulivyo. Same pia kwa Mbappe, same pia kwa Harry Kane pamoja na wachezaji wengine. Tunaona bato kubwa sana kwa wachezaji hawa ambao wanachipukia kwenye upande wa titles, lakini pia tuzo mbalimbali. Hawa kina Kylian Mbappe, kina Haaland wenyewe, lakini pia kina Yamal. Hapo tutawazungumzia kina Rashford, tutaenda kwa kina Bukayo Saka, tutaenda pia kwa watu kama kina Harry Kane ambao na wao wamekuwa wakifanya vizuri, lakini mataifa yao kwa siku za hivi karibuni yamekuwa hayafanyi vizuri. Unaweza kukawa na kabato fulani hivi katamu sana, huku na Haaland, alafu huku kuna Kylian Mbappe, huku kuna Lamine Yamal, alafu huku kuna kina Bukayo Saka. Lakini pia wakati huo kuna kina Bukayo Saka, kuna mtu ambaye anaitwa Kylian Mbappe, ni mzoefu wa michuano hii ya kombe la dunia. Kwa maana wachezaji wote ambao naozungumzia hapo, kuna Harry Kane pamoja na Kylian Mbappe. Mbappe akiwa ameshaenda kwenye fainali 2 na kufanikiwa kuchukua fainali 1, lakini pia na yeye akifanikiwa kuchukua tuzo binafsi kwa maana mchezaji bora chipukizi. Hapo si unaliona hilo bato namna ambavyo lilivyo. Hicho ndio kitu ambacho nakitamani kushuhudia kwenye kombe la dunia la msimu unaokuja, kwa maana mwaka 2026. Tuone nani ambaye ataenda kuonyesha ubabe, kwa sababu tunajua ubora wa hawa wachezaji. Hapo tunaanza kuangalia msimu huu namna ambavyo wachezaji wataperform kuelekea msimu unaokuja au mwakani.
kuendelekea kwenye kombe la dunia. Hapo sasa ndo tutakapokuja kumwangalia pia mchezaji bora, sababu zikija tuzo za Ballon d'Or mwakani, hapo ndo tutaangalia yule ambaye amefanya vizuri pia kwenye World Cup, amesaidia taifa lake, lakini kwenye klabu yake amefanya vizuri na issue nyingine kama hizo. Kwa hiyo tunaangalia msimu huu au tunaushuhudia msimu huu, lakini ukiwa na mambo mengi. Tutazame vizuri huu msimu kwa sababu ndo utaenda kumtoa mchezaji bora duniani kwa msimu kwa mwakani, lakini wakati inaenda kumtoa mchezaji bora mwakani, hapo hapo tunaenda kulishuhudia kombe la dunia ambalo litamuongezea nyama mchezaji ambaye ataenda kuchukua Ballon d'Or kwa mwaka wa 2025 2026.